Wanasema Waswahili kwamba katika maisha hoja sio kuwa na idadi kubwa ya marafiki, bali katika ubora wa hao marafiki. Marafiki ambao wanaungana pamoja nasi leo hii wanatokea mbali, na nafurahi kwamba wameweza kutenga muda wao tuweze kuungana pamoja katika kipindi chetu leo hii, na kujulisheni tu kwa waimbaji hawa akina mama. Ni sio rahisi kupata kwaya akina mama, lakini hawa wametenga muda wao licha ya kwamba wana majukumu mengi sana. Watoto wanawasubiria pale nyumbani, waume zao wanawasubiria, tena wana majukumu, manake pia wengi wao wana majukumu yao, shughuli zao za kikazi. Lakini kando na hayo yote, wameweza kutenga muda wao waweze kuungana pamoja nasi, watubariki leo hii, na pia wanafanya mazoezi na kuwabariki wengi kama wanakwaya. Wanajulikana kama wana Women of Faith Ministers, ambao wanatokea nchini Kenya, kaunti ya Trans Nzoia. Ni kwaya ambayo imebarikiwa na idadi ya wanachama 16. Kwaya hii imekuwepo tu kwa muda, manake kazi hii ya uinjilisti inahitaji kujitolea. Walianzisha kwaya hii mnamo mwaka wa 2019 tarehe 18 mwezi wa 8. Nimeipata tarehe 18 mwezi wa 8, na kutoka mwaka huo mpaka wa leo wanahusika tena kwa wingi katika kazi ya uinjilisti, katika kazi ya utume, kuweza kumsifu Mwenyezi Mungu. Na tunashukuru kwa sababu Mungu amewatumia, na amewatumia katika maeneo tofauti tofauti. Wananiambia kwamba wametembelea watoto mayatima, wameenda katika mikutano ya hadhara, mikutano ya injili, na vile vile katika mikutano ya makambi, na pia wana mambo mengi tu ambayo wanahusika nayo. Najua kati ya zile changamoto ambazo wanakumbana nayo ni ile ambayo nimeitaja, kwamba kuna mahitaji mengi ambayo yanawaita kila wakati, lakini wametenga muda wao kwamba waweze kumtumikia Mungu. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika kipindi cha Sifa, uweze kuungana pamoja nasi tuweze kubarikiwa na waimbaji hawa kwa kipindi cha saa nzima hivi. Lakini kabla hatujaenda mbali, moja kwa moja nikupe fungu letu la siku hii ya leo katika kitabu cha Yohana 13:35. Nakupa muda kidogo uweze kutafuta Biblia yako ama uweze kufungua. Kitabu ni cha Yohana 13:35. Haya, nimepause kidogo ili uweze kufungua. Inasema hivi, Biblia inasema mkipendana, yani inatuhimiza, inasema mkipendana watu wote watajua kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Mkipendana watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Tunawahimiza leo hii kwamba tuweze kuwa na upendo kati ya sisi na sisi, ndiposa tuweze kuwavuta wengi katika zizi lake Mwenyezi Mungu. Barikiwa na nyimbo za waimbaji hawa 5 za utangulizi. Tukutane baadaye, manake nitakuwa narejea hapa kwa kuingiza katika sehemu ya pili, sehemu nzuri sana, sehemu tamu, inanipendeza kwa sababu katika sehemu ya pili tutakuwa tunakuletea ushuhuda mfupi kutoka kwa waimbaji hawa. Kwa sasa nyimbo 5 za utangulizi. Anasikia kilio chako, akuongoza vyema. Tembea na Yesu, usichoke, tembea. Tembea na Yesu, usichoke, tembea. Zungumza na Yesu, usichoke, zungumza. Anasikia kilio chako, akuongoza vyema. Tembea na Yesu, usichoke, tembea.
Yesu usichoke zungumza, anasikia kilio chako, akuongoza vyema. Tembea na Yesu usichoke, tembea. Tembea na Yesu usichoke, tembea. Zungumza na Yesu usichoke zungumza, anasikia kilio chako, akuongoza vyema. Tembea na Yesu usichoke, tembea. Sisi wanawake wa imani, tunaomba Bwana utupe nguvu, utushike mkono, Mungu wetu, twatamani kukutumikia. Peke yetu Bwana hatutaweza, Shetani anatuwinda. Sisi tu wadhaifu tena wanyonge, hatuwezi kamwe bila wewe. Sisi wanawake wa imani, tunaomba Bwana utupe nguvu, utushike mkono, Mungu wetu, twatamani kukutumikia. Peke yetu Bwana hatutaweza, Shetani anatuwinda. Sisi tu wadhaifu tena wanyonge, hatuwezi kamwe bila wewe. Bwana, hatuna fedha ya kutosha, mapato yetu twaweka mikononi mwako. Mwokozi, utufungulie njia, kama wanawake wa zamani walivyokufuata hadi kaburini. Bwana, inua imani yetu. Bwana, hatuna fedha ya kutosha, mapato yetu twaweka mikononi mwako. Mwokozi, utufungulie njia, kama wanawake wa zamani walivyokufuata hadi kaburini. Bwana, inua imani yetu. Sisi wanawake wa imani, tunaomba Bwana utupe nguvu, utushike mkono, Mungu wetu, twatamani kukutumikia. Peke yetu Bwana hatutaweza, Shetani anatuwinda. Sisi tu wadhaifu tena wanyonge, hatuwezi kamwe bila wewe. Sisi wanawake wa imani, tunaomba Bwana utupe nguvu, utushike mkono, Mungu wetu, twatamani kukutumikia. Peke yetu Bwana hatutaweza, Shetani anatuwinda. Sisi tu wadhaifu tena wanyonge, hatuwezi kamwe bila wewe. Kama mitume wale wa zamani, sisi pia twajiweka mikononi mwako. Mwokozi, ututangulie popote
popote utumapo tutaenda, kwa nguvu, uwezo na neema. Tuwavute wengi waje kwako, kama mitume wale wa zamani. Sisi pia twajiweka mikononi mwako, Mwokozi, ututangulie. Popote utumapo tutaenda, kwa nguvu, uwezo na neema. Tuwavute wengi waje kwako. Sisi wanawake wa imani, tunaomba Bwana utupe nguvu, utushike mkono, e Mungu wetu, twatamani kukutumikia. Peke yetu Bwana hatutaweza, Shetani anatuwinda. Sisi tu wadhaifu tena wanyonge, hatuwezi kamwe bila wewe. Sisi wanawake wa imani, tunaomba Bwana utupe nguvu, utushike mkono, e Mungu wetu, twatamani kukutumikia. Peke yetu Bwana hatutaweza, Shetani anatuwinda. Sisi tu wadhaifu tena wanyonge, hatuwezi kamwe bila wewe. Aliyeitwa pia Dorkasi, maana yake pa mwanafunzi yafa. Alikuwa wa upendo na ukarimu mwingi, alitenda mema kwa kuwasaidia maskini, aliwashonea wajane lakini mwishowe akaugua na akafa. Mama Tabitha aliyeitwa pia Dorkasi, maana yake pa mwanafunzi yafa. Alikuwa wa upendo na ukarimu mwingi, alitenda mema kwa kuwasaidia maskini, aliwashonea wajane lakini mwishowe akaugua na akafa. Utakapolala utakumbukwa kwa lipi? Ni swali la kibinafsi, jiulize. Tuige tabia ya Mama Tabitha ya kuwajali wenzetu, maana ujira upo kumlipa kila mmoja kulingana na matendo mema. Alifufuliwa, hata nasi japo tutalala, tutafufuliwa turithi ufalme wa mbinguni. Utakapolala utakumbukwa kwa lipi? Ni swali la kibinafsi, jiulize. Tuige tabia ya Mama Tabitha ya kuwajali wenzetu, maana ujira upo kumlipa kila mmoja kulingana na matendo mema. Alifufuliwa, hata nasi japo tutalala,
kutenda mema kwa wahitaji. Chagua kujali wenye njaa, wagonjwa, wageni, wafungwa, walo uchi, maana kadiri tuwatendeavyo tunamtendea Bwana. Itakuwa aibu, kilio na kusaga meno, kuambiwa ondokeni mliolaaniwa, kwa maana hatukutenda mema kwa wahitaji. Chagua kujali wenye njaa, wagonjwa, wageni, wafungwa, walo uchi, maana kadiri tuwatendeavyo tunamtendea Bwana. Utakapolala utakumbukwa kwa lipi? Ni swali la kibinafsi, jiulize. Tuige tabia ya Mama Tabitha ya kuwajali wenzetu, maana ujira upo kumlipa kila mmoja kulingana na matendo mema. Alifufuliwa, hata nasi japo tutalala, tutafufuliwa turithi ufalme wa mbinguni. Utakapolala utakumbukwa kwa lipi? Ni swali la kibinafsi, jiulize. Tuige tabia ya Mama Tabitha ya kuwajali wenzetu, maana ujira upo kumlipa kila mmoja kulingana na matendo mema. Alifufuliwa, hata nasi japo tutalala, tutafufuliwa turithi ufalme wa mbinguni. Utakapolala utakumbukwa kwa lipi? Ni swali la kibinafsi, jiulize. Tuige tabia ya Mama Tabitha ya kuwajali wenzetu, maana ujira upo kumlipa kila mmoja kulingana na matendo mema. Alifufuliwa, hata nasi japo tutalala, tutafufuliwa turithi ufalme wa mbinguni. Utakapolala utakumbukwa kwa lipi? Ni swali la kibinafsi, jiulize. Tuige tabia ya Mama Tabitha ya kuwajali wenzetu, maana ujira upo kumlipa kila mmoja kulingana na matendo mema. Alifufuliwa, hata nasi japo tutalala, tutafufuliwa turithi ufalme wa mbinguni. Akitenda kile kitendo ambacho sheria ya Musa haikubali, waandishi na Mafarisayo kamshitaki mbele za Yesu. Mwalimu, nawe wasemaje? Akainama akaanika kwa mchanga kwa kidole chake, wakaondoka mmoja mmoja. Tumemfumania akitenda kile kitendo ambacho sheria ya Musa haikubali, waandishi na Mafarisayo kamshitaki mbele za Yesu. Mwalimu, nawe wasemaje? Akainama akaanika kwa mchanga kwa kidole chake, wakaondoka mmoja mmoja. Ni mara ngapi umemnyoshea kidole mwenzako aliyeanguka bila kujali wokovu wako binafsi? Unafiki mtupu. Basi mbona wakitaza
wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangali. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Ni mara ngapi umemnyoshea kidole mwenzako aliyeanguka, ili apate wokovu wako binafsi, unafiki mtupu. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangali. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Kwa mshangao Yesu kamuuliza, wako wapi walokuleta hukumuni? Akajibu, hakuna, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako na usitende dhambi tena. Kwa mshangao Yesu kamuuliza, wako wapi walokuleta hukumuni? Akajibu, hakuna, wala mimi sikuhukumu. Enenda zako na usitende dhambi tena. Ni mara ngapi umemnyoshea kidole mwenzako aliyeanguka, ili apate wokovu wako binafsi, unafiki mtupu. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangali. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Ni mara ngapi umemnyoshea kidole mwenzako aliyeanguka, ili apate wokovu wako binafsi, unafiki mtupu. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangali. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Ni mara ngapi umemnyoshea kidole mwenzako aliyeanguka, ili apate wokovu wako binafsi, unafiki mtupu. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangali. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Ni mara ngapi umemnyoshea kidole mwenzako aliyeanguka, ili apate wokovu wako binafsi, unafiki mtupu. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la mwenzako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangali. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu. Tazama msalaba, mahali salama pa wokovu.
wasiwasi, inaweza taje Msamaria nawe Myahudi, wa Samaria na Wayahudi hatusemezani, hatusaidiani, iweje waniuliza nikupe maji ya kunywa? Mke Msamaria akiwa kisimani, Yesu akaja kwake akamwambia nipe maji ninywe. Mke huyo akajawa na wasiwasi, inaweza taje Msamaria nawe Myahudi, wa Samaria na Wayahudi hatusemezani, hatusaidiani, iweje waniuliza nikupe maji ya kunywa? Ungejua ni nani ungemwomba maji ya uzima bure, usione tena kiu maishani mwako. Mkubali aondoe mipaka iliyomo maishani mwako. Ungejua ni nani ungemwomba maji ya uzima bure, usione tena kiu maishani mwako. Mkubali aondoe mipaka iliyomo maishani mwako. Gani ndugu umeweka kwa jirani? Je, unaishi ukimjali yuko hali gani? Ama unaishi naye kimadharau? Je, unamuona kama asiyefaa, asiyestahili? Watoto wako na wale wake hawachangamani, hawasaidiani. Ondoa mipaka, umwachie Yesu atawale. Mipaka gani ndugu umeweka kwa jirani? Je, unaishi naye ukimjali yuko hali gani? Ama unaishi naye kimadharau? Je, unamuona kama asiyefaa, asiyestahili? Watoto wako na wale wake hawachangamani, hawasaidiani. Ondoa mipaka, umwachie Yesu atawale. Ungejua ni nani ungemwomba maji ya uzima bure, usione tena kiu maishani mwako. Mkubali aondoe mipaka iliyomo maishani mwako. Ungejua ni nani ungemwomba maji ya uzima bure, usione tena kiu maishani mwako. Mkubali aondoe mipaka iliyomo maishani mwako. Ungejua ni nani ungemwomba maji ya uzima bure, usione tena kiu maishani mwako. Mkubali aondoe mipaka iliyomo maishani mwako. Ungejua ni nani ungemwomba maji ya uzima bure, usione tena kiu maishani mwako. Mkubali aondoe mipaka iliyomo maishani mwako. Asante sana wana Women of Faith, mmetubariki na nyimbo 5 nzuri sana, lakini napendezwa na huo wimbo wa mwisho. Manake katika huo wimbo wanatuzungumzia sisi mara mingi sana tunaishi na majirani zetu kwa uadui. Hakuna upendo tuliozungumzia katika utangulizi. Hatutaki watoto wetu na wao wachangamane. Unamuonya, ukimwona mtoto wako anamwambia nilikwambia usifanye nini? Umetoka wapi? Mambo kama yale madogo mpaka watoto wanashanga, sasa huu Kristo unamaanisha nini? Inakuwa kuaje basi unanikataza nisicheze na yule? Mambo ni mengi sana. Wanatuambia kwamba sisi tuweze kuwa nuru. Watoto wetu tuwafunze ili wanapotangamana na wale wengine waweze pia kuwafunza na kuwavutia. Manake nimeona watoto wamefanya kazi nzuri sana. Kuna watoto makanisani mwetu wameleta wazazi wao.
Kuna watoto ambao wameleta watoto wenzao kanisani. Sasa tuwatumie hawa watoto kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Ukitafakari hayo, tunachukua mapumziko fupi kidogo, mafupi. Tunarudi baada ya muda usio mrefu. Bado tupo hapa, tunazidi kukuandalia nyimbo zenye mibaraka. Naamini kwamba sehemu hii ya pili katika kipindi cha Sifa itakubariki pale nyumbani. Tuna waimbaji ambao wanatokea kaunti ya Trans Nzoia, wamekuja kuweza kutubariki. Waimbaji hawa, mnatoka kanisa gani? Manake mara ya mwisho ni mlikuwa katika ile district ya Bidisi. Sijui kama mko pale ama mmeondoka. Bado mko pale? Kanisa inaitwaje? Springs. Mbona mna wasiwasi? Naomba kwamba niweze kuondoka, niwape nafasi waweze kutubariki na nyimbo zao 4. Nadhani tukibarikiwa na nyimbo 4, naweza nikarejea hapa sasa tuweze kuchukua ushuhuda kutoka kwao. Najua kwamba hata wewe pale nyumbani kuna mambo makuu ambayo Mwenyezi Mungu anazidi kufanya katika maisha yako. Manake ananyosha mkono kila siku katika maisha yetu sisi sote. Hivyo basi, wanapoimba nyimbo hizi 4, unaweza ukasema nasi. Tumekupa anwani zetu pale pembeni mwa runinga yako. Tuandikie ujumbe mfupi, tangamana nasi kwenye mitandao ya kijamii, tuelezee ni yapi ambayo Mwenyezi Mungu ametenda katika maisha yako. Je, una sababu ya kuweza kumshukuru? Wanapofanya hivyo, hawa wanakubariki na nyimbo zao 4. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mtafunguliwa, ni ahadi ya Mungu. Ni nani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au mwanawe akimwomba atampa nyoka? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni mtafunguliwa, ni ahadi ya Mungu. Ni nani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au mwanawe akimwomba samaki atampa nyoka? Ninyi basi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wanaomwomba. Kwa hivyo tumwende Mungu wetu kwa ujasiri, na kwa imani ni Baba asiye na ubaguzi, ni mwaminifu. Ikiwa ninyi basi mlio waovu,
ni kiungo muhimu, nena naye Mungu kila mara. Kumbuka Paulo na Sila mle gerezani. Ni nani miongoni mwenu aliye na shida? Basi na akaombe Baba wa mbinguni. Je, yuko mwenye furaha? Aimbe nyimbo za sifa. Sala ni kiungo muhimu, nena naye Mungu kila mara. Kumbuka Paulo na Sila mle gerezani. Ni nani miongoni mwenu aliye na shida? Basi na akaombe Baba wa mbinguni. Je, yuko mwenye furaha? Aimbe nyimbo za sifa. Ninyi basi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wa Mungu. Kwa hivyo tumwende Mungu wetu kwa ujasiri na kwa imani. Ni Baba asiye na ubaguzi, ni mwaminifu. Ikiwa ninyi basi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wa Mungu. Kwa hivyo tumwende Mungu wetu kwa ujasiri na kwa imani. Ni Baba asiye na ubaguzi, ni mwaminifu. Ikiwa ninyi basi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wa Mungu. Kwa hivyo tumwende Mungu wetu kwa ujasiri na kwa imani. Ni Baba asiye na ubaguzi, ni mwaminifu. Ikiwa ninyi basi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wale wa Mungu. Kwa hivyo tumwende Mungu wetu kwa ujasiri na kwa imani. Ni Baba asiye na ubaguzi, ni mwaminifu. Tazama, zamani tulikuwa wana wa giza, bali sasa tu wana wake nuru. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema. Tazama, zamani tulikuwa wana wa giza, bali sasa tu wana wake nuru. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema. Kama mji mlimani usofichika, angazeni ninyi mshapata mwanga, kwa maana ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mshumaa hupotezi lolote kwa kuwasha mshumaa mwingine. Tendeni mema ninyi, angazeni, naye Bwana wa mbinguni atawaangaza tena. Kama mji mlimani usofichika, angazeni ninyi mshapata mwanga, kwa maana
hupotezi lolote kwa kuwasha mshumaa mwingine. Tendeni mema ninyi angazeni, naye Bwana wa mbinguni atawaangaza tena. Kila wakati nikijaribu kutenda mema, najikuta naanguka. Bwana wangu nishike mkono mimi, nisimame wima nitende mema. Kila wakati nikijaribu kutenda mema, najikuta naanguka. Bwana wangu nishike mkono mimi, nisimame wima nitende mema. Sijui litazama vipi tena, nitahukumiwa au nitasamehewa mimi. Hatima yangu waijua Muumba wangu, na kutegemea Bwana. Hatima yangu waijua Muumba wangu, na kutegemea Bwana. Kama mji mlimani usofichika, angazeni ninyi mshapata mwanga, kwa maana ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mshumaa hupotezi lolote kwa kuwasha mshumaa mwingine. Tendeni mema ninyi angazeni, naye Bwana wa mbinguni atawaangaza tena. Kama mji mlimani usofichika, angazeni ninyi mshapata mwanga, kwa maana ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mshumaa hupotezi lolote kwa kuwasha mshumaa mwingine. Tendeni mema ninyi angazeni, naye Bwana wa mbinguni atawaangaza tena. Kama mji mlimani usofichika, angazeni ninyi mshapata mwanga, kwa maana ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mshumaa hupotezi lolote kwa kuwasha mshumaa mwingine. Tendeni mema ninyi angazeni, naye Bwana wa mbinguni atawaangaza tena. Kama mji mlimani usofichika, angazeni ninyi mshapata mwanga, kwa maana ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mshumaa hupotezi lolote kwa kuwasha mshumaa mwingine. Tendeni mema ninyi angazeni, naye Bwana wa mbinguni atawaangaza tena. Wazazi wetu wa kwanza walipoanguka walikimbia kujificha, baada ya kutotii agizo la Mungu na kutenda kinyume chake. Walijifunika majani walipojitambua na kuona wapo uchi, maana utukufu wa Mungu ulitoweka kwao hata wasijue kwamba majani yangenyauka na huwezi jificha usoni pa Mungu. Wazazi wetu wa kwanza walipoanguka walikimbia kujificha, baada ya kutotii agizo la Mungu na kutenda kinyume chake. Walijifunika majani walipojitambua na kuona wapo uchi, maana utukufu wa Mungu ulitoweka kwao hata wasijue kwamba majani yangenyauka na huwezi jificha usoni pa Mungu. Tukianguka dhambini, Bwana kusingiziana na kulaumiana, wana wa Mungu
kuyajutia yale uliyoyatenda. Bwana yupo tayari kutusamehe na tuwe huru, tusijeangamia kama zile enzi za Nuhu. Tukianguka dhambini, Bwana kusingiziana na kulaumiana wana wa Mungu, badala ya kutubu na kuyajutia yale uliyoyatenda. Bwana yupo tayari kutusamehe na tuwe huru, tusijeangamia kama zile enzi za Nuhu. Adamu, Adamu uko wapi? Nimejificha kwa kuwa niko uchi. Je, umekula tunda nililo kuagiza usile? Ni mwanamke uliyenipa, ndiye aliyenipa nikala. Je, mwanamke umefanya nini? Nyoka alinidanganya na kunishawishi nikala tunda. Mwovu hutudanganya na kutushawishi na tunaanguka. Mwovu hutudanganya na kutushawishi na tunaanguka. Tukianguka dhambini, Bwana kusingiziana na kulaumiana wana wa Mungu, badala ya kutubu na kuyajutia yale uliyoyatenda. Bwana yupo tayari kutusamehe na tuwe huru, tusijeangamia kama zile enzi za Nuhu. Tukianguka dhambini, Bwana kusingiziana na kulaumiana wana wa Mungu, badala ya kutubu na kuyajutia yale uliyoyatenda. Bwana yupo tayari kutusamehe na tuwe huru, tusijeangamia kama zile enzi za Nuhu. Tukianguka dhambini, Bwana kusingiziana na kulaumiana wana wa Mungu, badala ya kutubu na kuyajutia yale uliyoyatenda. Bwana yupo tayari kutusamehe na tuwe huru, tusijeangamia kama zile enzi za Nuhu. Tukianguka dhambini, Bwana kusingiziana na kulaumiana wana wa Mungu, badala ya kutubu na kuyajutia yale uliyoyatenda. Bwana yupo tayari kutusamehe na tuwe huru, tusijeangamia kama zile enzi za Nuhu. Omwana wa Nyasaye Yesu Kristo yetsa mushibala, obuhaba nende obuwonya ulya watiba. Omwami Nyasaye niwe shibela, obuyanzi n'etsimbabazi, shishira elifa lya Yesu umusalaba kumele abalebule. Omwana wa Nyasaye Yesu Kristo yetsa mushibala, obuhaba nende obuwonya ulya watiba. Omwami Nyasaye niwe shibela, obuyanzi n'etsimbabazi, shishira elifa lya Yesu
andi watiba orio mno Nyasaye huruma o mwana uo o muterwa unyole elimenya nemika unyole elimenya nemika Uchande muhulafu umwami etinyanga tyosi omwima kwa Yesu ube mwifwe umatinyo umatoro usinzile eshirundi utinye mwisubila umwami wefu ala hupanila mshikashosi Uchande muhulafu umwami etinyanga tyosi omwima kwa Yesu ube mwifwe umatinyo umatoro usinzile eshirundi utinye mwisubila umwami wefu ala hupanila mshikashosi Yesu ni wo muyanzi elira lilyelisomile no mwami wabami omunanuli watoto mulalinie andi watiba orio mno Nyasaye huruma o mwana uo o muterwa unyole elimenya nemika unyole elimenya nemika Yesu ni wo muyanzi elira lilyelisomile no mwami wabami omunanuli watoto mulalinie andi watiba orio mno Nyasaye huruma o mwana uo o muterwa unyole elimenya nemika unyole elimenya nemika Yesu ni wo muyanzi elira lilyelisomile no mwami wabami omunanuli watoto mulalinie andi watiba orio mno Nyasaye huruma o mwana uo o muterwa unyole elimenya nemika unyole elimenya nemika unyole elimenya nemika unyole elimenya nemika Baada ya nyimbo hizo nne, mpenzi mtazamaji, naomba kwamba uweze kuturuhusu dakika chache tuweze kusemezana na waimbaji hawa. Nilikuambia kwamba wamesafiri kutoka kaunti ya Trans Nzoia, maeneo ya Kitale. Hivyo basi najua kwamba wamewakilisha eneo hilo lote kwa upana. Na pia kabla niwape nafasi ya kipekee, wacha wanipe ushuhuda kisha nitasema hayo baadaye. Naanza na mamia hapa, pengine jina lako tu kwa ufupi, tuambie unaitwa nani, alafu pengine ushuhuda wako kwa ufupi. Bwana asifiwe. My name is Ann Waswa and I would like to give you a testimony regarding my mom. In May, my mom was unwell. She is 70 years old and she has given birth to 14 children. And so in May she was sick and she had, yes. Wewe ni wangapi? Number 7. Wewe number 7? Yes. Wow. Perfection number. Na pia umelea wenzako wengine 7. Yes. And so she had hapa syndrome. So that means alikuwa na ugonjwa mingi. She had hypertension, she has diabetes, she has arthritis, and she's obese.
So my mom was unwell and she went into ICU. She had tubes all over in her nose and every other orifice. She had tubes and we used to feed her through tubes. So I remember this specific time when my mom was gasping. And that was a very bad experience to me. I'm a nurse though, but that really terrified me. But then I remembered I had my sister there who is also a pastor, and we were just praying. And that was just Pastor Margaret Wambia. May God bless that lady. Mchungaji, yeah. And we were just praying one word: God, do not forsake us. That was our prayer. I want to encourage everyone that whatever situation you may go through, just whisper a word of. It doesn't have to be like a whole paragraph, a whole page, but amidst that session of just saying a word or two, God is hearing your prayer. And today I want to testify that my mom got out of ICU. She's now able to walk, she's feeding, and she's talking, and she's alive. May the name of the Lord be glorified. Asante mami, anakutazama pale nyumbani. Hebu mtumie salamu. Mama Helen Abuti Wangwe, na kusalimia mami, tunakupenda. Mungu ni mwema. We continue giving our testimony because of your life, and thank you so much for giving birth to all of us. We love you so much mama. Amina, amina, amina. Nilikuwa nafikiria ujui Kiswahili, kumbe unajua. Unajaribu. Asante sana, asante sana. Pengine yako kwa ufupi wewe naye, sijui kama una ushuhuda. Mwenyezi Mungu amefanya nini katika maisha yako? Nashukuru sana kwa nafasi. Mwenyezi Mungu amekuwa mwema katika maisha yangu. Nataka kutoa tu ushuhuda mdogo ambao niliweza kupata katika juma hili ambalo limepita. Tukiwa katika mipango ya kuja for HCK recording. So nataka kusema ya kwamba mimi ni mwanafunzi na ninasoma hapa Kisumu. Na kwa kawaida huwa nakuja on Thursday alafu narudi nyumbani Sundays. But this particular week ambayo imepita tukiwa katika hii mipango, kuna kitu kilinisukuma sana ili niweze kurudi nyumbani. Nilikuja on a Thursday na Sabbath huwa nakuwa hapa na shiriki hapa nikirudi. But that particular Sabbath nikasukumwa sana niweze kurudi nyumbani. Kitu nakuambia turudi nyumbani. Yes, nirudi nyumbani. Nakumbuka it was last week wale mko Kisumu, ilinyesha mvua kubwa sana. So iliponyesha mahali ninakaa hadi kwa barabara penye nachukulia gari, maji yalikuwa mengi sana. Lakini Mungu aliweza kufanya jambo la ajabu ambalo hata mimi nashangaa mpaka wa leo. Nikiwa kwa barabara na nyeshewa, nataka tu kuja nyumbani, kwenda nyumbani Kitale. Kuna gari ambayo ilikuja Probox. Na saa hizo kuna gari nilikuwa nimeitisha from town kunichukua pale Mamboleo. So ikachelewa kidogo. Ilikuja tu kwa wakati. Nikafika, lakini sasa maji yalikuwa mengi, wakaniambia hawawezi vuka kuja kunichukua this other side. So nikiwa nimesimama hapo na nyeshewa tu, gari likaja Probox. Na waliposimama nikaomba wanivushe yale maji. Na wakanivusha tu yale maji. Na mimi nikaweza kuingia kwa ile gari ambayo ilikuwa imeningoja na tukaweza kuondoka. So mali hii Probox ilikuja na why it came at that particular time, hauna habari. Mimi sijawahi jua ni kwa nini. So nilipokuja nyumbani hiyo Sabato ikakuwa sawa, on Sunday tukakuwa pale vizuri. Then usiku masaa kama saa 3 usiku mume wangu akaanza kulalamika ya kwamba anasikia tumbo haiko sawa. Pole. So alipolalamika akasema labda ni ile chakula alikuwa amekula, na mimi nikaassume kweli ilikuwa chakula, hata nikaweza kulala. But kumbe the period nililala yapata kama masaa 2, aliweza kusumbuka sana. So nikiwa katika usingizi nilisikia ni kama mtoto wangu ananiita. So niliamka very fast, nikikimbia kwenda kuona mtoto ambaye ananiita. But katika kule kuamka, yeye pia alikuwa pale kando akiwa analalamika tu ya kwamba tumbo inafanya nini? Inamsumbua. Na nikamwambia wacha nikuletee maji moto unywe. So nikaangalia watoto wamelala. So nikashindwa hata ni mtoto yupi aliniita. But I went straight to the kitchen, nika prepare maji yale warm. Nikamletea. So nilipokuja is when I looked at him na nikaona kweli alikuwa na abdominal distension. It was so bad that I was worried. I'm also a nurse. So when I looked at him, nilijua there was something that was amiss and it was big. So nikampa maji akanywa na nikamwambia wacha twende hospitali.
So tukatoka, na tulipotoka aliweza kutapika sana. So nilishakaka gari, mimi ni driver, na I remember between my home and the hospital, I'm not sure how many minutes I used, but it was a very short period. Alikuwa ananiongelesha lakini sikutaka kumsikiza, maana I knew in fact he was going into shock. Alifika mahali akaniambia he could not sense, I mean hangeweza kufeel mikono yake, miguu. So as a medic, I knew what he was going through because alikuwa ametapika sana, na nikajua lazima hiyo tumbo kuna shida kubwa ambayo ilikuwa pale. So tukaenda hivyo, tukafika hospitali, then tukashughulikiwa vizuri. Daktari akaja, na alipomwangalia akasema sasa hawezi endelea zaidi, tukutanie theater. Mume wangu aliweza kufanywa kwa muda mfupi huo. Muda mfupi huo Inaelekea theater. Yes. Akaenda theater na akaweza kufanyiwa operation. Diagnosis ambayo ilikuwa ni kwamba alikuwa na intestinal obstruction, ambapo utumbo ulikuwa umeingia ndani ya utumbo mwingine na ukatwist kidogo, sasa ikakosa ile obstruction, ambayo katika medical that is an emergency, yenye ukikaa around 6 hours is enough to cause, I mean it is fatal, as in mtu anaweza kufa within 6 hours. Lakini leo yuko hai. Mume wangu yuko hai. Aliweza kutuendesha jana. Yeye ndiye alikuwa dereva. Yeye ndiye alikuwa dereva na akatuleta Kisumu. Amina. Ili tuweze kuwa hapa. Amina, tunashukuru Mungu. Tunashukuru Mungu. Tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua kama waelekezi wataniruhusu niweze kumkaribisha, ushuhuda uweze kuonekana waziwazi. Ndiposa tunaposema kwamba Mwenyezi Mungu ametenda, tunaona kwamba ama kweli ni kweli, ushuhuda unaishi. Kwa sababu ya hiyo naomba tu niruhusu tu nimkaribishe mzee. Mnasema nyinyi ni women of faith, lakini mmekuja na we men, wanaume, akina baba ambao wanawaunga mkono. Mzee karibia hapa, naona hujatembea peke yako, umetembea na mchungaji pia, unaweza kuja tu mchungaji pia na bwana Amos. Njooni tu we men, wanaume wetu ambao mnaunga hawa mkono, njooni tuweze kumaliza kwa pamoja. Mmefanya kazi nzuri sana, asanteni kwa kutuletea akina dada hawa. Nilikuwa naulizwa kule nyuma, qualification ya hii kwaya ni kuwa warembo ama namna gani? Kule nyuma walikuwa wananiulizia, nikana kwamba qualification number 1 ni kuwa warembo. Asanteni, songeni huku kidogo. Ushuhuda ambao unaishi, njoo karibu ili tuweze kumaliza pamoja. Asante sana kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa nafasi ya kipekee uweze kuwa hai. Na asante kwa sababu umewaleta hawa. Mungu alikuweka hai kwa sababu ya kazi yake. Na tunazidi kukuombea. Na tunashukuru Mungu kwa kukutendea mambo makuu. Neno moja tu, neno la mwisho. Kwa sababu ya nafasi ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, ungependa kusema nini? Sekunde 30. Nitamtumikia Mungu milele. Amina. Mungu yu mwema. Amina. Ni hai. Asante. Amen. Asante. Haya, mchungaji yuko kule nyuma. Asante sana mchungaji kwa kuweza kuja pamoja na waimbaji hawa. Mwenyezi Mungu akubariki. Alafu mzee, haujanipa jina lako. Jina ni nani? Sema tu. Elda Musoti ambaye pia ni mzee kiongozi wa kikundi hiki. Mwenyezi Mungu akubariki. Alafu mwenzetu ambaye tuko pamoja naye katika kazi ya Mwenyezi Mungu, ndugu Emo Songa. Karibu sana. Huyu tumetoka naye mbali. Anajua. Amos, Mungu akubariki na asante kwa kuja. Asanteni mtazamaji, wacha tumalizie hapa kwa leo. Imekuwa fahari yangu kwamba umeweza kuungana pamoja nasi siku hii ya leo. Usikose kuungana pamoja nasi tena wiki ijayo. Kuna kipindi kingine kizuri sana ambacho tunakiandaa kwa sababu yako. Kama kuna kikundi kingine akina dada, tunawapa mwaliko ili muweze kuja pia, muweze kuungana pamoja na hawa, muweze kutubariki katika kipindi cha sifa. Kanisa na uongozi wote wa kanisa ambao mliowapa nafasi hawa kuweza kuja, tunawashukuru sana. Mungu awabariki. Kuwa na wakati mwema. Wanakubariki na wimbo wao wa mwisho. Elkana alikuwa na wake wawili, Penina na Hana. Penina alikuwa na watoto
kwa uchungu akalia, akamwomba Bwana, na wakati ulipotimia akabarikiwa na mtoto Samueli. Elkana alikuwa na wake wawili, Penina na Hana. Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na mtoto, maana Bwana alifunga tumbo lake. Mwenza alimchokoza ili kumuudhi. Hana kwa uchungu akalia, akamwomba Bwana, na wakati ulipotimia akabarikiwa na mtoto Samueli. Penina, funga kinywa, maana Hana amepata mtoto. Penina, funga kinywa, maana Hana amepata mtoto. Utamkejeli kwa lipi? Samueli tunamjua kwa jina, Bwana wako hatuwatambui. Penina, funga kinywa. Leo hii tunawapa tumaini walovunjika mioyo. Mwite Bwana, jawabu tosha kwako. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yawezekana. Penina, funga kinywa, maana Hana amepata mtoto. Penina, funga kinywa, maana Hana amepata mtoto. Utamkejeli kwa lipi? Samueli tunamjua kwa jina, Bwana wako hatuwatambui. Penina, funga kinywa. Leo hii tunawapa tumaini walovunjika mioyo. Mwite Bwana, jawabu tosha kwako. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yawezekana. Wewe uliyebarikiwa, mbona kejeli kicheko kwa wenzako? Usilolitambua ni kwamba kesho ya mwenzako Mungu ajuaye, na kwa wakati na kwa mapenzi yake atampa haja ya moyo wake. Wewe uliyebarikiwa, mbona kejeli kicheko kwa wenzako? Usilolitambua ni kwamba kesho ya mwenzako Mungu ajuaye, na kwa wakati na kwa mapenzi yake atampa haja ya moyo wake. Penina, funga kinywa, maana Hana amepata mtoto. Penina, funga kinywa, maana Hana amepata mtoto. Utamkejeli kwa lipi? Samueli tunamjua kwa jina, Bwana wako hatuwatambui. Penina, funga kinywa. Leo hii tunawapa tumaini walovunjika mioyo.